Mimi kama mchungaji na familia yangu, sisi hawa tukiwapa nyumba itabomoka siku moja, tukiwapa gari itavunjika siku moja, tukiwapa nguo zitachakaa siku moja. Lakini nataka niwape Biblia ambayo ni neno la Mungu. Hilo lipo vizazi na vizazi, lilianza kabla ya Adamu na litaisha baada ya kizazi chetu, bado linaendelea kuwepo na litaendelea kuwepo. Kwa hiyo kwa sababu hiyo kuna Biblia. Mtu anauliza ndio hii ya mtu nimechukua hapo. Amen. Ya kwangu mimi nitawapa baada ya muda. Ipo Biblia. Nitawapa maandiko, lakini kwenye kusoma pale nataka usome kwenye andiko moja la kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 10. Deuteronomy chapter 8. Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Ujumbe wangu uko hapo, napenda nisome wakati wengine nao wanajiandikisha kama walivyosema. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 11 inasema, jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninakuamuru leo. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na ya kondoo yatakapoongezeka, yanaongezeka, na fedha yako itakapoongezeka, na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulichonacho kitakapoongezeka. Mstari wa 14, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri na katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani, kwa maana wasiyejua baba zako, apate kukutweza, apate kukujaribu, ili kukutendea mema mwisho wako. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wangu. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wangu, uwezo wa mkono wangu.